maana ya farasi hawa ni kina nani? Niko na ndoto na sielewi maana yake ni nini. Akaniambia, malaika akaniambia, hawa ni pepo 4 za mbinguni. Hawa ni pepo 4 za mbinguni zitokeazo baada ya kusimama mbele za Bwana. Zinatoka baada ya kusimama mbele ya Bwana wa dunia yote. Wa dunia yote. Kwa hivyo tafsiri ya farasi katika maono, tafsiri yake ni roho. Tajwa nimba. Kwa hivyo kutoka kwa Mungu kuna roho nzuri na kuna roho mbaya. Hello? Kwa hivyo tumeona katika maono haya Yohana ambaye anapoona maono anaonyeshwa farasi mweusi na malaika anamwambia hawa ni roho na wametoka kusimama mbele za Bwana wa dunia yote. Kwa hivyo farasi maana yake ni nini? Ni roho. Kwani wewe unauliza, kwani mbinguni inaweza toka roho mbaya? Ndio. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 6 mahali ulisoma, I think verse 15 ama 14, mahali anasema roho kutoka kwa Bwana kamuingia Daudi. Soma haraka. Kinyanjua fungua Biblia haraka. Samueli wa kwanza 16 verse, soma. Roho basi roho wa Bwana aliyokuwa amemwacha Sauli, roho wa Bwana akamwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Kwa hivyo kuna roho mbaya inaenda toka kwa Mungu kwa sababu alala. Wewe mwanzako alala. Tunaona kuna farasi ni roho na ni pepo mweusi na ametoka kusimama mbele za Bwana wa mbingu na dunia kwa mfano wa farasi tu. Kuna mwenye amempanda. Karibu Funuo nikaona farasi mweusi na mwenye amempanda ana mizani. Nani huyu amempanda? Halo? Huko tuko pamoja? Hebu uje jirani moja. Huko tuko pamoja? Kwa hivyo ukiona farasi kwa ndoto maana yake ni nini? Ni nini? Itategemea rangi yake. Itategemea rangi. Maana kuna roho nzuri kutoka kwa Bwana na kuna roho mbaya kutoka kwa Bwana. Sikile mkono juu sema Yesu. Leo nataka roho nzuri. Usiseme kwa nguvu Yesu. Leo nataka roho nzuri. Sema kwa sauti. Yesu. Leo nataka roho. Sema tena. Yesu. Leo nataka roho. Nani huyu amepanda huyu farasi? 31. Wale watu walikuwa ni 31. Isaiah 31. Verse 1. Ole wao watelemkao kwenda Misri. Ole wao wanaoteremka kwenda Misri. Wapate msaada. Na kutegemea farasi. Watumainio magari kwa kuwa ni mengi. Wanaotumainia magari kwa kuwa ni mengi. Na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari sana. Na wapanda farasi kwa sababu ni hodari. Hodari sana. Lakini hawamwangalii mtakatifu wa Israeli. Wala hawamfuati Bwana. Nani hao wapanda farasi? Wafalme wa dunia hii. Heri ole wao waendao Misri. It is a kingdom, the earthly kingdom. Kwa hivyo kuna watu wana roho ambazo wanazitumia. Kuna roho ambao watu wa dunia hii wanazitumia na wamesahau Mungu
hawamtafuti Mungu, kuna msaada mwingine wanatumia, msaada wa dunia hii. Kingdom and a very strong kingdom. 3, ana mizani. Kuna watu wanatembea matuliachwa. Kama uliachwa asema good afternoon. Kama uko pamoja asema amen. Or are we moving? Farasi ni nini? Ni roho. Nani anayepanda farasi? Wanadamu wakuu wa dunia hii, walio katika nafasi za mamlaka. Tumeelewana? 3, na mizani. Amos chapter 8 verse 4. Hallelujah. Church, are we together? Nafundisha maono leo. Ni vyema kuelewa, kuwa na ufunuo wa kuelewa mambo. Ala. Amos verse 4. Maana Bwana awaambia hivi. Nyumba ya Israeli. Nitafuteni mimi. 84. Amos. Esther, usiniharibie laini yangu. Aya, soma. Lisikieni hili. Ninyi mnaopenda kuwameza wahitaji. Nyinyi ambao mnapenda kuwameza wahitaji. Na kuwakomesha maskini wa nchi. Mkisema. Na mnasema hivi. Mwezi mpya utaondoka lini? Mwezi mpya utafika lini? Tupate kuuza nafaka. Na sabato nayo. Tupate kuandika ngano. Mkipunguza efa na kuiongeza. Mnapunguza efa na kuongeza shekeli. Nani kuna Kizungu? Hawajui shekeli, efa, hawaelewi nini nazungumzia. Hebu soma na Kizungu. The Bible says, Hear this. You who trample the needy. Ambia mwenzako, hear this. Nyinyi mnaonyanyasa masikini. And do away with the poor of the land. Yeah, na mnawateza masikini wa nchi. Saying, mkisema, when will the new moon be over? Mwezi mpya utafika lini? That we may sell grain. Tuuze ngano. And the Sabbath be ended. Na sabato ishe. That we may market our wheat. Tuende tukauze ngano zetu. Skimping on the measure. Mkifinya mizani. Boosting the price. Na mnaongeza bei. And cheating with dishonest scales. Na mnauza kwa mizani za uongo. Buying the poor. Ngoja kidogo. Tukakuja hapo. Guza mtu mwambie nimba. Unaelewa? Eti watu wanaulizana mwezi mpya utafika lini? Tuweze kuuza mazao yetu. Tuweze kufanya biashara, tufanikiwe. Tuwanyanyase watu masikini. Tunawanyanyasa hivi. Tunapunguza kilo na tunaongeza bei. Juzi mzee mmoja akaniambia tulikuwa tunanunua mfuko wa simiti ni kilo ngapi? 50 kg. Mzee mmoja akaniambia siku hizo ukipima hiyo kilo ya simiti haifiki 50. Ni 48, 47. Uza mtu. Ambaye niba kupunguza mizani wanaongeza bei. Anasema nimemuona farasi na mwenye amempanda ana mizani. Yaani kuna watu wanakaa mahali ambao wanadictate soko ya dunia hii. Na nikasikia sauti ikisema kibaba kimoja kwa unga kwa rupia. Na ukisoma na NIV version inasema a daily wage. Yaani watu watafanyia kazi, mshahara wa siku watoshea chakula peke yake. And that exactly is what is happening in our country.
Kwa hiyo mkiona uchumi unaharibika, kuna watu wana pepo. Kuna watu wanakaa mahali ole wao waendao Misri. Kwa hivyo kuna watu wanakaa mahali wapanga mipango ya bei ya bidhaa duniani, wapangia masikini vile watawanyanyasa. Uza mtu mwambie niba, hear this and hear well. Wewe unafanya kazi, lakini kuna mtu mahali ambapo anakupangia vile mshahara wako utatumika. Nikasikia sauti kiniambia, soma Ufunuo chapter 6 verse 6. Wewe tunaelewa? Nasema na hivi. Tunaelewana? Unafanya kazi, lakini kuna mtu anakaa mahali Misri akikupangia vile pesa yako itatumika. Tupunguze mizani na tuongeze bei. Kwa hivyo hata kama mnaandamana mnasema mafuta imepanda na watu wameipandisha. Uchumi wa nchi kundorora ni watu wanakaa mahali. Halo, si ulikuwa wakati wa corona? Wakati wa corona kulikuja corona, kwa kuja zige. Si ndio? Wakati wa vita Iran, mafuta kupanda. Mafuta imepanda, wameleta Ebola. Ni watu ambao wanapangia dunia vile mtakaa. Allah. The Bible says, then I heard what sounded like a voice. Yes, I heard a voice among the 4 living creatures, saying, 2 pounds of wheat for a day's wage. For a day's wage. Kilo 2 ya ngano iwe mshahara wa siku. And 6 pounds of barley. Ngoja. Hebu ngoja mwezi nimba. Ile mshahara unapata kwa siku inaweza nunua chakula siku ngapi? Kuna watu ambao wamekupimia maisha ni kukula, kulipa nyumba, basi mwisho wako. Na wanazaa nguo za mitumba mvae. Siambie jirani wewe. Sikiza. Ni mnanisikia? Nikaona maono. Farasi. Kuna mtu amempanda na ako na mizani mikononi. Wanaulizana, siku mwezi za vikalini tupandishe bei ya mafuta. Siku mwezi utaisha lini tupandishe bidhaa ya soko. Tuuze vile tunataka, tutengeze faida kutoka kwa masikini. Na nataka niwaambie kanisa la Bwana, poverty is money made. Nguza mtu namwambia tena. Mwambie poverty. Sio mwambie kwa nguvu. Mwambie tena. Mwambie umasikini. It is not natural. It is money made. Kuna watu wameshika mizani. Hata wiki nimeona wametangaza. Wamesema msichana wa nyumba alipo pesa ngapi? 18,000. Na kwa kampuni anakulipa ngapi? 30,000. Kwa hiyo akulipa 30,000 mshahara? Sio mshahara wa mwalimu Kenya. Mwalimu alipo mshahara 30,000. Na serikali mwambie, lipa mfanyikazi wa nyumba 18,000. Unabaki na ngapi? Wakati chief, wakati hiyo nyingine, you will die poor mpendwa. Because ni watu wamekaa mahali wanakupangia vile ukilipa mshahara utaitumia. Allah. Gusa mtu. Mweze Allah. Kwa hivyo zaya hata ni heri badala ya kwenda kuandikwa kwa kampuni ulipe 30,000. Ni heri uende kwa msichana wa nyumba mahali. Ulipe 18,000. Ulipi nyumba, ununue chakula, ununue maji. Na wifi unatumia siku nzima, mboza anatumianga jioni. Au si manager. Nguza yeniba, mwambie that is the life.
Ni mnanisikia? Mkiona inji iko na umaskini, ni sera mbaya. Sera wanaenda Misri wakutanike, wapanga mipango na wamuhusishi Mungu, awamtaji Mungu. Hello. And when preachers we preach so hard, tunaweka vikwazo za makanisa, will injulate the service. Hello. Mwambie hiyo maskini uko nayo ni mtu amekupangia. Wewe jiulize, kwa nini kampuni zote Kenya mshahara ni between 20 to 40 na ipitangi hapo? Unasikia mtu anasema ama manager. Jina kubwa manager unaipa mshahara 40. I don't drop the word manager. Amerika yenyewe ni kubwa kuliko Kenya zaidi ya, kwa sababu hata yeye si kupenda kwake. Hata yeye ako under instructions. Ole wao waenda Misri, wanaomwendea mfalme ambao ana nguvu, atavute msaada kwake. Amesahau ni Mungu aliyemweka hapo. Na anasema Amerika wamenisaidia kwa miaka zaidi ya 30 kujenga kituo cha Ebola Kenya, si makosa. Mbe mwanzako sikiza. Tacho nimba. Mwambie sikiza. Amusha aliye karibu naye. Mwambie wewe lala hapa. Nafundisha roho. Nafundisha maono. Nafundisha what is happening in Kenya today. Nafundisha ni nini kinapandisha bei ya mafuta Kenya leo. Sio kwa sababu mafuta ina bei. Sio kwa sababu kuna vita Iran. Ni watu ambao wanadhibiti uchumi wa dunia, ili wavilisishe na wanyanyase masikini, wameze watu masikini. Kwa hiyo huko utalipia ushuru, nimesikia hiyo, sijajua. Tuachane nayo. Ile shamba anguka yako ambao mnapigania na ndugu yako, mnakuja kuilipia ushuru. Hujasikia hiyo? Ama maana hauna title. Hata hujui title ni nini. Ndio maana you are not aware. Sasa nimwambie neighbor, you are not aware. Tunasikizana. Number 4, usingize. Lakini kukatolewa hoda, kukatolewa onyo, ukienda huko duniani, udhibiti bei ya chakula, wafanye kazi siku mwingi. Si ndio? It is moving all over the world. Tabia moja, dunia inawekwa program, lakini ikiwekwa hapo, kuna wale ambao wako protected. Don't touch. Psalms 20. Zaburi 20. Ndio mwanzako usiguse mafuta. Simwambie kwa nguvu. Mlango wa mstari wa 6 anasema nini? Ati? Asiusome. Anjeni nisome. Usinguze nini? Mwambie we. Ukipandisha bei ya bidhaa, si mwambie tu. Mwambie we. Ukipandisha bei ya bidhaa, kwa mwambie we. Pita mbali. Si mwambie tena. Hiyo sauti ni kidogo. Kwani unamuongopa? Sema tena. Sema wewe. Pita mbali sana. Usinguze mafuta. Wewe farasi mweusi uliyeshika mizani na mpanda farasi, na waamurisha kwa jina la Yesu usiingie katika biashara ya
usiingie katika nyumba yangu, usiingie katika agano zangu, na kuamurisha wewe mwenye kupunguza mizani, na kuamurisha don't touch the anointing, because God will hear. Alalalala, alalalala, special grace ya kufanikiwa wakati dunia inaanguka. Wakati dunia inaanguka, niliwaambia uchumi wa dunia, you go to recess. By child of God, don't you fear. God will hear your prayer. God will help you in a time of trouble. He will hear your prayer. He will hear your prayer. Sisi sio wale wa kudikitetiwa maisha na watu waliokaa mahali wakarumu. I don't care who becomes the president. I don't care. I don't care what the president plans. I cannot go to maandamano. I go to prayer. Because my hope. Because my hope. Nasema my hope. The hope of the nation does not come from State House. My hope comes from God, the maker of heaven and the earth. Mutengemea huyo, muombe huyo. Sasa jirani macho, mwambie kwa nini unasumbuka? Ngaangalia mwingine, wewe hataki kuimba. Mwangalia macho. Kwa nini? Mwambie lugha kikwenu. Unaitaka mafuta. Na tumeambia roho imeambiwa nenda haribu uchumi wa dunia. Lakini uko duniani kuna watu wako na mafuta. Watu usijaribu kuanguza. Anointing. Nikwambia anointing ya leo ni ya kufukuza umaskini. Utauza. Na ukiuza utapata faida. Nataka nikwambie ukweli. Kama kuna biashara zitaanguka si yako. Kuna mtu ananisikia? Kama kuna biashara zitaharibika Kenya, si ya mwana wa Jesus nation. Kama kuna watu wanashindwa na maisha waenda ushago, sio wana wa Jesus nation. Sisemi hiyo si yangu. Umasikini ni kitu imepangwa na watu. Wanajisikia wako so powerful. So powerful. They go to Misri for help. Because they trust in strong horses and the chariot of Misri. But we trust the name of the Lord. Don't touch anointing. Hii mafuta ya leo nikupatia. Maana kila mtu atampa yake. Kila mtu anapata. Heri ningaramike ufunguliwe. Hii mafuta nikupatia. Ukienda kazi, paka mikono yako mafuta. Mbe God, naenda kazi. Umesema utasikia yule umepaka mafuta. Hiyo ni yako. Fear not. Peka umepaka, hawatafika kwako, maana Mungu atakupa ulinzi. Hallelujah. Hallelujah. Sio mwambie jirani kuolewa ni leo.
Ala mwambie naomba kuolewa ni mwaka huu. Halala. Moze umeolewa? Hata kama una mtu. Kuolewa ni mwaka huu. Don't touch. 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 Wanakuja hapa madhabahu. Tuanze hapo. Hao wengine wakuja pande.